Mambo vipi mdau wa michezo na burudani? Sasa hivi kinachoendelea kwenye ligi ya Bongo ni kukomoana tu. Kama unakumbuka hapo jana, dabi ya Kariakoo imechukua sura mpya kabisa. Wakati mashabiki wakisubiria vita kali ya Simba Sport Club dhidi ya Young Africans, lakini ghafla uwanja ulibadilika. Je, huu ni mkakati ambao umepangwa na Simba Sport Club au kuna kitu ambacho kinaendelea ndani yake? Basi baki na mimi hapa ili niweze kukupa taarifa kamili. Lakini pia nakukumbusha usahau kusubscribe na kuwa mwanafamilia ili tuweze kupeana zile habari za kimichezo. Rasmi msemaji wa Simba Sport Club Ahmed Ally alithibitisha mechi ya tarehe 3 Mei haitachezwa kwenye uwanja wa Mkapa, badala yake itachezwa kwenye uwanja wa Jenerali Isamuhyo, uwanja ambao msimu huu Simba anautumia kama uwanja wa nyumbani. Hapa ndipo maswali yalipoanza. Maswali yamekuwa mengi sana. Watu wanaulizia, kwa nini mechi ipelekwe Jenerali wakati ule uwanja ni mdogo sana? Yaani ule uwanja ni mdogo, unaingiza mashabiki 10,000 tu, na wakati hapa Tanzania kuna viwanja vikubwa ambavyo vipo. Lakini ukweli ni kwamba Ahmed Ally yeye alisema kwamba walituma maombi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na wenyewe walitamani sana mechi yao kubwa ichezwe kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini majibu ambayo walipewa, waliambiwa kwamba uwanja uko kwenye ukarabati kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Na hapa ndipo mashabiki wa Simba wanaamini huu ndo muda wao sasa wa kuwa nguvu moja, wako kucheza sehemu yeyote. Lakini hapo mashabiki wa Yanga wenyewe wanabaki wakicheka tu, wanasema kwamba hata kama uwanja ungekuwa uwanja wa Fisi, Simba tulikuwa tunamkalisha. Je, hii ni kauli ambayo imetolewa na mashabiki wa Yanga baada ya kusikia kwamba Simba Sport Club wameamua kuchezea kwenye uwanja wa Jenerali Isamuhyo ambao ni uwanja mdogo unabeba mashabiki 10,000. Na hapa sasa Ahmed Ally, kuna wengine wanaomsifu kwa udhubutu na kujiamini, lakini kuna wengine wanaomcheka na kumfananisha na wapinzani kwa utani. Na hii sasa imeonyesha kabisa wazi, unaambiwa kwamba dabi haipo uwanjani tu, dabi ipo mpaka nje. Swali linabaki, je, Simba Sport Club watatumia ngome yao ili kupata ushindi? Je, Young Africans Club wataendelea kutawala popote? Na kitu kingine ambacho kinachoendelea ni kuhusiana na waamuzi. Watu walitamani sana waamuzi watoke nje ya Tanzania, lakini ndio bado tunasubiria hapa tuone kwamba ni nani ambaye atashika kipyenga cha kuamua dakika 90 za Simba Sport Club dhidi ya Young Africans. Langu jina ni Clanson JM. Usisahau kusubscribe na kuwa mwanafamilia.